hawasomi maandiko ambayo yanamuguza shetani. Wanataka tu kusoma maandiko ambayo yanawafurahisha washirika, wanafurahisha watu wanacheka kanisani, wanafurahia. Lakini ile dhambi ambayo inafanya waweze kuwa ama kujitenga kutoka kwa Mungu, hawawezi wakaisoma kabisa. Na hata wakiisoma wanasoma tu kwa juu, hawawezi wakaeka kusisitiza ili kwamba mwanadamu aweze kujitenga na hiyo dhambi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mwanadamu siku hizi ama katika kipindi hiki hawampingi shetani tena, hawampingi, wameweza kuungana. Ndio maana tunaona ya kwamba tunaposoma hata historia, tunaona ya kwamba ule uprotestanti ambao ulikuwa hapo mwanzo kwa sasa haupo tena, kwa sababu wa protestanti ni wale ambao walikuwa wanapinga mambo ambayo Rumi ilikuwa inafanya, wakaweza kujitenga kutoka kwa Rumi. Lakini kwa sasa hakuna kuprotesti tena, wameweza kuungana pamoja na Rumi. Ni kumaanisha ya kwamba wameweza kuungana pamoja na shetani. Kwa hivyo kwa sasa hakuna kupinga shetani tena, wameweza kuungana pamoja na yeye kwa ajili ya kumwasi Mungu na kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini tunaambiwa kwamba tunafaa kukabiliana na shetani jinsi ambavyo Yesu Kristo aliweza kukabiliana na shetani, nasi pia kama wanadamu tunafaa tukabiliane na yeye, kwa sababu zile nguvu ambazo Yesu alikuwa nazo hapo mwanzo, nasi pia tuko nazo. Nasi pia anaweza akatupa, lakini tunapomuomba ndipo atakapotupa hizo nguvu za kumshinda shetani. Nitaenda kwa haraka kidogo ili kwamba tupate nafasi ya kuongezea na kuuliza maswali. Tunaona ya kwamba ndio maana tumesema ya kwamba hata miongoni mwa wale ambao wanajiita wa Kristo, ningependa niweze kusoma hii. Inasema hivi: miongoni mwa wanaojiita wa Kristo na hata miongoni mwa wahudumu wa Injili, yaani tunawaambia hata watumishi wale ambao wanahubiri ukweli ama Injili ya Yesu Kristo, inasemaje? Mara chache utasikia shetani akiguziwa, isipokuwa pengine kumtaja kwa dharura mimbarani. Kwa hivyo ni mara chache utasikia shetani akitajwa. Na shetani kutajwa si kusema shetani, ni kutaja kila ambacho kinafanya ama ile dhambi ambayo inafanya mwanadamu kujitenga kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo ni mara chache sana. Hata kwanza hawawezi wakataja, kwa sababu tunaona ya kwamba wameweza kuungana pamoja na shetani. Ndio maana tunaambiwa kwamba kama watu wa Mungu tutakuja kuangalia katika maandiko machache ya kwamba tunafaa tujue zile mbinu ambazo shetani anazitumia ili kwamba kutudanganya. Tunafaa tujue mbinu zake ili kwamba tuweze kumshinda, kwa sababu tusipojua zile mbinu ambazo shetani anazitumia hatuwezi tukamshinda, kwa sababu tunaona ya kwamba shetani anazidi anapenyeza uwepo wake kila mahali. Tunaambiwa katika nyumbani, familia, shetani anajipenyeza pale. Unapata kwamba kama ni bwana na bibi wako katika uhusiano mzuri na Mungu, shetani anaweza akaingia pale kupitia hata mtoto ama watoto, ama anaweza kupitia hata kwa mke ama kwa mume, ili kwamba aweze kuharibu uhusiano kati yako na Mungu. Kwa hivyo shetani anajipenyeza, huwezi ukaona. Na pia shetani anaweza akajipenyeza wapi? Tunaambiwa katika mabaraza ya kitaifa, katika mahakama, akileta mashaka, akidanganya, akishawishi kila mahali, akiharibu roho na miili ya wanaume, wanawake na watoto, akifunja familia. Tunaambiwa kwamba akifunja familia, akipanda mbegu za chuki, ushindano, ugomvi, uasi na mauaji. Kwa hivyo shetani anatumia hizo mbinu katika kumharibu mwanadamu ama kumpotosha mwanadamu ama kuharibu ule uhusiano ambao ulikuwa kwake pamoja na Mungu. Kwa hivyo shetani anajipenyeza. Kwa hivyo tusiposoma maandiko na tuombe nguvu za Roho Mtakatifu, hatuwezi tukamshinda. Lakini tunaambia kwamba ulimwengu wa Kikristo unaendelea kuchukulia mambo haya kana kwamba
yamepangwa na Mungu na kuwa ni lazima yawepo. Ndio maana tumeona ya kwamba shetani anaweza kaleta mambo mingi katika mwanadamu, na unaweza kufikiria kwamba ni Mungu analeta, lakini ni shetani. Ni shetani anayaleta ili kwamba aweze kuharibu ule uhusiano ambao ulikuwa kati yake na mwanadamu. Hebu tusome katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wake wa 4. Inasemaje? Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani kila wakati anaendelea kufanya mwanadamu ama kuwashinda mwanadamu kupitia kwa kufunja vile vizuizi ambavyo vilikuwa vinatutenga pamoja na yeye. Anaendelea kuvifunja. Yaani unapata ya kwamba kuna sababu ambayo huwezi ukashirikiana na shetani. Na shetani anajua ya kwamba kuna sababu ambayo inakufanya usiweze kushirikiana pamoja na yeye. Sasa hiyo sababu uko nayo ndio shetani anataka kuifunja, anataka kuiondoa ili kwamba uendelee kushirikiana pamoja na yeye, ili kwamba muweze kuasi Mungu kwa pamoja. Hebu tusome ile andiko. Wakorintho wa pili 4 mstari wake wa 4. Inasema hivi. Inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofisha fikra zao wasioamini. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kuna mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Shetani ni mungu wa dunia hii na ameweza kupofusha fikra zao wasioamini, wale ambao wamekataa ukweli. Ameweza kupofusha fikra zao wasioamini. Alafu isiwazukie nuru ya injili ya utukufu, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Asante. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba shetani kila wakati, kwa wale ambao wameweza kukataa ukweli, shetani anaendelea kupofusha fikra zao, anaendelea kuziba ili kwamba wasiweze kuona ukweli wa Yesu Kristo, wasiweze kuona tena. Lakini kupitia kwa maombi na kujinyenyekeza, tunaona ya kwamba tunaweza tukapata nguvu ili kwamba tuweze kumshinda shetani, tuweze kumshinda shetani, kwa sababu anajua kwamba tukikubali ukweli wa Biblia tumemshinda. Kwa hivyo hawezi akakubali tena, hawezi akakubali watu waweze kusoma neno la Mungu. Na ndio unaona hata kwa familia nyingi shetani hataki watu wasome neno lake. Shetani unapata ameleta ugomvi, ameleta fitina, ameleta malumbano hapa na pale, hakuna kuelewana, na anajua ya kwamba mkikosa kuelewana hamwezi hata mkafanya maombi, hamwezi mkasoma Biblia. Shetani hiyo ndio kazi yake, na anajua ya kwamba akiharibu familia pale nyumbani, hata kanisa imepotea. Kwa sababu kanisa ikiharibika, mkiwa na ugomvi pale kwa nyumba, hata mkikuja kanisani hamwezi mkafanya ibada ambayo inastahili. Kwa hivyo shetani anajua hivyo, ndio maana analeta mambo kama hayo, watu wasiweze kukubali ukweli wa neno lake. Na ndio maana tulisoma sura fulani hapa, tukaona ya kwamba hatufai kuepuka ama kukosa kuwa na ule utaratibu ambao tunakuwa nao pale nyumbani wa kusoma Biblia, wa kuomba, kwa sababu ya changamoto yoyote ile. Hata kama ni magonjwa, tunafaa tujitahidi, kwa sababu shetani anaweza kaleta magonjwa kwa nyuma. Mtu akiwa mgonjwa, huwezi ukasoma Biblia, huwezi ukaomba vizuri. Lakini tukijitahidi kabisa, shetani anaibika na anatutoroka. Lakini tukisema ya kwamba sasa sisi ni wagonjwa, sisi ni wanyonge, hata kuomba tumeshindwa, shetani anataka hivyo. Hataki tusome Biblia, hataki tumuombe, na kwa njia hiyo anajua ya kwamba tuwezi tukapata ukweli wa neno la Mungu. Kwa hivyo hatufai kuepuka kuwa na ibada pale ni nyumbani ama ibada mahali popote. Tunafaa tuombe Mungu ili atupe nguvu ya kwamba tuendelee kufanya mambo ambayo yanafaa. Tunaambiwa hivi, kuna wafuasi wa Kristo ambao ni wafuasi wa kweli, wale ambao wamesimama kwa ukweli katika neno la Mungu. Tunaambiwa hao ndio maadui wa shetani. Ndio maana wakati ambapo tulisema ya kwamba si wanadamu wote ni maadui wa shetani. Kuna wale ambao wako na uhusiano mzuri pamoja na shetani. Lakini tumeambia kwamba wafuasi wa Yesu Kristo, wale ambao wako na msimamo dhabiti, wako na msimamo imara katika neno lake, hao ndio maadui wa shetani. Lakini wale ambao hawana msimamo, hawaja kuwa imara katika imani yao, hao wana uhusiano mzuri pamoja na shetani, yaani wana urafiki pamoja na shetani. Kitu kingine tunaambiwa ni kwamba
kwa sababu tunajua ya kwamba wakati mtu ameamua kutoka kwa dhambi, ameweza kuamua kutoka kwa dhambi, ameweza kukubali Yesu Kristo kama mwokozi katika maisha yake, Yesu anampa moyo mpya wa kuanza safari mpya ya imani, anamgeuza moyo wake. Lakini tunapopata ya kwamba mtu hajaweza kugeuzwa kutoka ndani yake, tunaambia kwamba huyo ni wakala wa shetani. Yaani mtu anabadilika kutoka nje. Ndio maana tunaona ya kwamba Wayahudi walimkataa Yesu kwa kuangalia muonekano wa nje, wakaona huyu hawezi kuwa mwokozi. Na tunapokuja katika mwanadamu, tunaona ya kwamba kuna kule kubadilika kwa nje, kwa kuongea, kwa kufanya maneno na vitu vingine vile ambavyo mwanadamu anaweza kaona, tunasema huyu naye amebadilika, huyu ni Mkristo wa kweli. Lakini Mungu anaangalia ndani ya moyo wake. Kwa hivyo wale ambao hawajaweza kuwa na moyo mpya, hao ni mawakala wa shetani. Yaani shetani anapata nafasi mzuri kwa sababu anadanganya mwanadamu, huyu ni mtu mzuri, lakini ndani yake hajaweza kubadilika. Hao ni mawakala wa shetani na wanatumika virahisi na shetani katika kuendelea kuwadanganya wengine. Na tunaambiwa hivi, ningependa niweze kusoma ndio mtu asije akasema haya ni maneno yangu. Inasema hivi: ndani ya moyo usioumbwa upya kuna kuipenda dhambi na tabia ya kuipalilia na kuitolea udhuru. Yaani kuna ile tabia ya kuipalilia dhambi na kuitolea udhuru, yaani excuse. Yaani mtu anafanya dhambi lakini anatoa excuse, anasema ni kwa sababu fulani ilifanya nikafanya hivi. Ukitoa excuse, tulisema ukitoa excuse kwa dhambi, hiyo si dhambi, na shetani anataka hivyo. Na ndio maana unaona katika wazazi wetu wa kwanza, Adamu anapoulizwa ya kwamba ulikula tunda, anatoa excuse, ni mwanamke. Mwanamke akiulizwa anatoa excuse, ni nyoka. Na hiyo ndio inakuwa hata sasa, na hicho kitu kinampendeza shetani lakini kinamchukiza Mungu. Kwa hivyo kwa dhambi yoyote hatufai kutoa udhuru ama excuse. Hatufai kutoa udhuru ama excuse. Lakini tunaambia kwamba Wakristo wanapochagua kushirikiana na mawakala wa shetani, wala ambao hawajaweza kumcha Mungu, wala ambao hawajaweza kumpokea Mungu. Na hapa ndio kuna shida kubwa, kwa sababu tunaambiwa kwamba mtu anapoendelea kufanya urafiki na watu wa dunia, watu ambao wamekataa ukweli, tutakuja kuona ya kwamba atakapoendelea kufanya hivyo, atakuja hata aweze kumkubalia shetani mwenyewe. Atakuja aanze kumkubalia shetani mwenyewe, ambaye ni boss, ni tajiri ama ni mkubwa wa wale ambao ni wa ulimwengu. Kwa hivyo unapoendelea kufanya urafiki na maajenti wa shetani ama mawakala wa shetani, utafika mahali uweze kukubaliana pamoja na yeye. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba shetani anatumia mbinu ya kujificha. Inasema hivi: shetani anajificha ili asionekane, na anawafunika macho yao wasione mitego ya hila zake. Na ndio maana tulisema ya kwamba shetani kwa kujificha asiweze kuonekana ni kutumia mfuasi wa Yesu Kristo, yule ambaye hajaweza kugeuzwa moyo wake, lakini kutoka nje amebadilika. Tunaona huyu amebadilika, amefanya hivi, anaongea vizuri, anasaidia watu, lakini kutoka kwa ndani hajaweza kubadilika. Shetani anajificha hapo, anapata hiyo nafasi, na akipata hiyo nafasi anaweza kuitumia katika kuendelea kudanganya wengine. Ninapokaribia kumaliza, tunaambiwa ya kwamba hivi mjaribu ambaye ni shetani anafanya kazi kwa mafanikio zaidi kupitia kwa wale ambao sio rahisi kufikiria kuwa wako chini ya utawala wake. Sio rahisi kujua ya kwamba wako chini ya utawala wake. Kwa hivyo hao watu shetani anawatumia vizuri sana. Na watu ambao shetani pia anatumia, tunaambiwa hivi, ni watu ambao wako na talanta, wako na elimu kubwa, wanafutia na wanaheshimiwa. Shetani pia anaweza akawatumia. Yaani watu wako na talanta, na tunapokuja kuangalia tuone ya kwamba tunapewa mfano wa mtu mmoja ambaye anaitwa Sulemani. Sulemani aliweza kuomba hekima na maarifa kutoka kwa Mungu. Baadaye Mungu aliweza kumbarikia na mali mingi, akawa ni tajiri. Lakini baadaye
Baadaye tunakuja kuona ya kwamba Sulemani alifika akaweza akasahau Mungu, akasahau yule ambaye aliweza kumbarikia na mali mengi. Na wakati ambapo aliweza kumsahau na kumuacha, shetani aliweza kupata nafasi hapo, akaweza kumuingia na akaanza kumtumia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata Mungu, najua tunaambia kwamba hata mtu anapokuwa na talanta mzuri, mtu anapokuwa na kipaji kizuri, ama kile chochote ambacho unakuwa nacho kizuri, ni Mungu anakupea. Lakini shida inatokea wakati ambapo unasahau yule ambaye amekupea, unaanza kufanya mambo yako, shetani anapata nafasi, anaingia hapo. Sasa anaitumia kwa kufanya mapenzi yake. Shetani anaitumia vizuri. Inasema hivi, watu wenye talanta na elimu wanafutia na kuheshimiwa, kana kwamba sifa hizi zinaweza kuchukua nafasi ya kichwa cha Mungu au kuwastahilisha kupata fadhila ya Mungu. Yaani tunaambiwa kwamba, ndio maana tumeona kwamba watu wanapoangalia katika mtazamo wa nje, yaani wanasema huyu mtu ako na kipaji cha kuimba, huyu mtu ako na vile vitu ambavyo tunaona ni vizuri. Tunaona ya kwamba huyu mtu labda hata Mungu akikuja saa hii ataenda mbinguni. Na shetani anafurahia tunaposema hivyo. Lakini tunaona ya kwamba mtu anafaa awe na moyo ambayo umeweza kugeuzwa, moyo mpya. Lakini shetani anatumia tu muonekano wa nje, na unapata ya kwamba ameweza kupoteza. Na utakuja kuona tuone ya kwamba hata shetani anatumia wale ambao wanajua ukweli mwingi kabisa. Wana ukweli mwingi, wana uzoefu katika maandiko, lakini hawajageuzwa katika moyo wao. Shetani pia anatumia watu kama hao, kwa sababu sisi tunaona huyu mtu ni mzuri, labda ni mwalimu mzuri, anaweza akafundisha vizuri, lakini kutoka ndani yake Mungu hajaweza kupea nafasi Mungu aweze kumgeuza. Shetani anapata nafasi hapo, anaitumia katika kuendelea kudanganya wengine. Kwa sababu ya muda, kuna mambo mengi ambayo tungejifunza, lakini ningependa niweze kusoma hivi. Tunaambiwa hivi, kwa maombi mengi na kumtegemea Mungu. Hilo tumeweza kuliangalia. Tunaona ya kwamba kwa maombi na kumtegemea Mungu, Sulemani alipata hekima iliyoleta mshangao na mfuto mkubwa ulimwenguni. Lakini tunaambiwa hivi, lakini alipogeuka na kuacha chimbuko la nguvu zake, akasonga mbele, akajitegemea mwenyewe, aliangushwa na majaribu. Na tunaambiwa hivi, ndipo nguvu za ajabu zilizowekwa juu ya mwenye hekima huyu zilimfanya wakala mwenye ufanisi mkubwa wa adui wa roho. Kwa hiyo mtu anapokuwa na talanta mzuri, kipaji kizuri cha kufanya kazi, lakini hajaweza kupeana nafasi ili Mungu aweze kuingia ndani yake, huyo mtu tunaona ya kwamba ni rahisi sana kutumika na shetani kwa ajili ya kupoteza watu wengi. Ninapomalizia inasema hivi, tumeona ya kwamba tangu wakati wa Adam hadi hata wakati wetu, tunaambiwa kwamba shetani amekuwa akitumia nguvu zake na mitego yake kwa ajili ya kumwangusha mwanadamu na kumwangamiza. Na hata kipindi chetu, kwa sababu tunaambiwa tuko katika kipindi cha mwisho, tunaambiwa kwamba shetani anaendelea kujiandaa kwa ajili ya kampeni ya mwisho dhidi ya kanisa, wala ambao wameweza kupokea ukweli. Shetani anaendelea kujiandaa ili kwamba aweze kuwa na udanganyifu wa mwisho ama upotofu wa mwisho, ili kwamba aweze kumwangusha mwanadamu na kumwangamiza kabisa. Tunaambiwa kwamba nasi kama binadamu tunafaa tujue ya kwamba tunaweza tukamshinda shetani, kwa sababu Yesu Kristo pia aliweza kujaribiwa na shetani na kumshinda, nasi pia tunaweza kumshinda tunapoomba nguvu kutoka kwa Mungu. Tunaambia kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kushindwa na shetani bila ridhaa yake. Yaani mtu hawezi akashindwa na shetani kama hajaweza kumkubalia shetani katika maisha yake. Yaani kwa hivyo sisi kama binadamu tunapatia shetani nafasi ili kwamba aweze kutushinda. Lakini tutakaposimama imara, tunaona ya kwamba hatuwezi tukashindwa na shetani.
hatuwezi tukashindwa na shetani. Ni kwa sababu ya muda, kwa sababu tungekuja kuona ya kwamba shetani anaweza kaleta majaribu mengi, shida mingi, mateso mengi, lakini hawezi akakulazimisha uweze kutenda dhambi. Hawezi kabisa. Shetani analeta tu shida ili kwamba uweze kufanya dhambi, lakini utakapovumilia na kustahimili shida utaweza kushinda dhambi. Kwa hivyo shetani hawezi kulazimisha mtu aweze kufanya dhambi, ni mtu anaamua, anajitolea ili kwamba aweze kufanya dhambi. Na kumalizia tunaambiwa kwamba hivi, mjaribu hana mamlaka ya kutawala nia au kumlazimisha mtu atende dhambi. Tunaambiwa hivi, anaweza kuudhi lakini hawezi kuchafua. Shetani anaweza akakukasirisha, akakufanya kitu ama akakufanyia kitu ambacho kinakuudhi, lakini hawezi akakuchafua, kumaanisha kwamba hawezi akakufanya ukafanya dhambi. Hawezi akakulazimisha. Na nasema hivi, anaweza kusababisha uchungu, anaweza akaleta uchungu kwa mwanadamu, lakini anasema hivi, lakini hawezi kusababisha uchafu. Inasema ya kwamba ukweli kuwa Kristo ameshinda unapaswa kuhamasisha wafuasi wake kuwa na ujasiri wa kupigana kiume vita dhidi ya dhambi na shetani. Kwa hivyo, kwa sababu Yesu Kristo aliweza kushinda, nasi pia tunafaa tuwe na hiyo changamoto ya kwamba tunafaa kushinda. Lakini tunashindaje? Hebu tusomee Waefeso 6 mstari wake wa 11 na mstari wake wa 12, alafu tumalizie pale. Inasema hivi, vaeni silaha zote za Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tuweze kufaa silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hivyo kupinga hila za shetani ama mitego ya shetani, tunafaa tufae silaha, na silaha ni maombi na kujifunza neno la Mungu. Hebu soma 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa hivyo kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Kuna wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo sisi vita vyetu ni vya roho, si kimwili. Kwa hivyo ndio maana tumesema kwamba tunavishinda kupitia kwa maombi. Kuomba nguvu kutoka kwa Mungu, na pia kuendelea kusoma neno lake ili kwamba tuweze kujua hila za shetani ama mitego ya shetani ambayo analeta katika maisha ya binadamu. Na ningependa niweze kuachia pale, labda kama kuna mtu angekuwa na nyongeza kidogo ama swali kidogo, kwa sababu tuko na dakika chache, ili kwamba tuweze kumalizia pale, kuongeza ama swali kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Nashukuru kwa somo nzuri kama hilo. Ni kweli tunaishi katika ulimwengu ambao lazima tuweze kujielewa. Ningependa tuongezea tu katika nukuu moja ya Great Controversy 46.2. Tumeweza kuambiwa ya kwamba uadui ulianzia katika bustani ya Eden, na pia tumeambiwa ya kwamba leo hakuna uadui kati ya ukweli ama Wakristo wa leo na Wakristo wa uongo. Hakuna uadui. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wameungana. Sasa tunaambiwa katika Great Controversy 46.2, tunaambiwa Wakristo wa kwanza walikuwa watu wa kipekee. Mwenendo wao sio na lawama na imani isiyo yumba. Walikuwa kemeo la kudumu la kuvuruga amani ya wenye dhambi. Tunaambiwa hawa Wakristo wa kwanza walikuwa na mwenendo mzuri tena wa kipekee. Mwenendo wao hukuwa unalaumika, imani yao haikuwa na yumba. Na kwa sababu ya imani yao kutokuyumba, wakatangaza misimamo yao, basi walivuruga wale ambao walikuwa wanaishi maisha ya udhambi. Tunaambiwa ingawa walikuwa wachache kwa idadi, kumbe hawakuwa wengi. Ingawa walikuwa wachache kwa idadi, bila utajiri, cheo, hao vyeo vya heshima, walikuwa hofu kwa watenda maovu popote pale. Kwa hivyo tusihofie ya kwamba sisi ni wachache ama nimebaki peke yangu, Mungu hawezi nitumia. Hapana. Kile kitu ambacho tunafaa sisi kuweza kukifanya ni kushikilia imani na kuelewa misingi ya imani yetu. Hayo mengine Mungu atatenda huko mbele. Kwa hivyo hawa licha ya kuwa walikuwa wachache, hawana cheo, hawana utajiri, waliweza kuwa
kemeo kwa wenye dhambi kipindi kile. Tunaambiwa walikuwa hofu kwa watenda maovu popote pale. Tabia na mafundisho yao yalijulikana. Mataifa yalijua hawa ni wana matengenezo, walijua hawa wafanyi hiki. Mafundisho yao yalijulikana. Kwa hivyo walichukiwa na wahofu. Kwa hivyo tusiogope tunapochukiwa ama tunapokejeliwa kwa sababu ya ujumbe tulio nao. Mara nyingi wanaweza akakuita wewe ni mpumbavu, ukuli nyama, ukunywe maziwa. Unachukiwa kwa sababu ya misingi ya imani yako. Utachukiwa tu, mara ufanyi kulingana na vile ambavyo ulimwengu inapenda. Lakini tunaambiwa ya kwamba tuwe imara kama hawa wa kwanza. Japokuwa walikuwa wachache, mafundisho yao yalijulikana. Watu walijua hawa ni watu wa aina gani. Tunaambiwa kama vile Habeli alivyochukiwa na Kaini asiyemcha Mungu, kwa sababu ile ambayo Kaini alimuua Habeli. Wale waliotaka kuacha kizuizi cha Roho Mtakatifu waliwaua watu wa Mungu. Ilikuwa kwa sababu ile ambayo Wayahudi walimkataa na kumsulubisha Mwokozi wao. Tunaambiwa hiyo makosa pia ya waovu waliokataa, ama chanzo ambacho kilianzia kule Edeni, kilichosababisha Habeli akauawa, kimekuwa kikiendelea na watu wa Mungu wamekuwa wakiendelea kuuawa mpaka Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaambiwa kwa sababu usafi na utakatifu wa tabia yake ulikuwa kemeo la mara kwa mara kwa ubinafsi na ufisadi wao. Kuanzia siku za Kristo hadi sasa, wanafunzi wake waaminifu wanachochea chuki na upinzani wa wale wanaopenda na kufata njia za dhambi. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba tunafaa tuwe peculiar, tusimame imara katika misingi yetu, tusiangalie nyuma na tuishi kulingana na ukweli, hata kama tutabaki watu wachache, lakini tuelewe ya kwamba vita vinaendelea. Asante. Asante. Na mimi nilikuwa na swali kidogo, nilikuwa nauliza, je, huu uadui wenye umeongelewa katika kitabu cha Mwanzo 3:15, uadui kati joka na mwanadamu, ni kuua nyoka huyu wa kawaida ama ni upi? Ni uadui upi umeongelewa katika kitabu cha Mwanzo 3:15 kati ya mwanadamu na nyoka? Asante. Tunauliza swali kwamba ni uadui gani ambao unazungumziwa katika Mwanzo 3 mstari wake wa 15. Tuliona ya kwamba kwanza hilo fungu ni unabii ambao Mungu aliweza kutabiri hapo mwanzo. Kwa hivyo tukaona ya kwamba nyoka anasimamia shetani mwenyewe. Na tukaona ya kwamba mwanamke, unaposoma Waefeso 5:25, tunaambiwa kwamba mwanamke ni kanisa. Kwa hivyo kuna uadui kati ya shetani na kanisa la Mungu. Na pia kwa kanisa kuna uzao ambao ni remnants, ama mabaki ambao wanazidi kufuata ukweli wa neno la Mungu. Kwa hivyo uadui ambao unazungumziwa pale ni kati ya shetani, si joka halisi ambaye tunamuona, ni shetani na kanisa ama wafuasi wa Yesu Kristo. Sijui kama nimeweza kujibu. Uadui unaoendelea ni kati ya roho ya Kristo na roho ya shetani. Na roho ya Kristo inapitia kwa wanadamu, na ya shetani inapitia kwa wanadamu. Kwa hivyo it is spiritual. Si uadui ati nyoka ile physical. Ile roho ya shetani ndio inaingia kupitia mwanadamu, jinsi kama vile iliyopitia nyoka ile halisi kupitia shamba la Edeni. Ile ni roho, is a spirit, evil spirit, na ndio ya shetani na ya Yesu Kristo roho ambaye ni wa kweli. Nasema nyoka huo inauma watu hapa kwa mguu, kwa ankle, venye hii imesema. Kwa hivyo nyoka inauma watu kisigino. Hata ikiuma kisigino bado huo ni unabii, na hatuwezi tukatafsiri direct. Huo ni unabii ambao unasimamia mambo yake jinsi ambavyo tumeweza kuona. Tunapomalizia, ameuliza swali nzuri. Uadui ambao uliwekwa, unajua Mungu alisema kwenye hiyo kitabu, utakubonda kisigino nao utambonda kichwa. Sasa Mungu huwa anafundisha, na anapofundisha huwa anatumia nature. Anatangulia kwa asili, alafu baadaye anamalizia
wa rohoni. Kwa hivyo mfano huo unatimika kiasili, lakini kwa kiroho tunaona ule nyoka ambaye alikuwa anakusudiwa pale ni shetani mwenyewe. Kwa hivyo Mungu anaanza kufundisha, kwanza anaanza na asili, alafu baadaye anamalizia spiritual. Ndio hata tunaposoma pia unabii tunaona physical ama literal Babylon, alafu tunamalizia spiritual Babylon. Hiyo ndiyo mpangilio wa Biblia. Kwa hivyo nafikiri hilo tu, sitaki kukula muda sana. Asante. Asante, naomba tuweze kumalizia pale kwa sababu ya muda ambao umeweza kuenda sana. Tunyenyekee tumalize na ombi. Baba yetu uliye juu mbinguni, tena tunashukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu umetufundisha vizuri. Tunaomba kwamba utusaidie sisi kama wana wako tuzidi kuishi kulingana na ukweli wa neno lako. Tunaomba nguvu zitokazo mbinguni ili kwamba tuweze kumshinda shetani na yale majaribu ambayo analeta katika maisha ya kila mmoja wetu. Tusaidie kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi, lakini kupitia kwa nguvu zako tutaweza kufanya yote. Tunaomba kwamba utusaidie tunapoendelea na mafundisho mengine, uzidi kuwa nasi na kutuongoza, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Asante. Tutakuwa na kipindi cha nyimbo, alafu tutaendelea na mengine. Na tuweze kuwa tuna train kila wakati. Asanteni. Tuanze kwa pamoja wimbo nambari 77. Je, mlinzi ukutani wa mji wa Zayuni, habari zake usiku, asubuhi karibu. Kuna dalili za kupambazuka, kuna dalili za kupambazuka. Katika safari yetu twaona nchi kavu, tutalala baharini, bandari bado mbali. Kweli kweli tutaona ufalme, kweli kweli tutaona ufalme. Tunaona nuru yake, nyota ya asubuhi, nyota tukufu na safi inang'aa mbinguni. Furahini, wokovu karibu. Furahini, wokovu karibu. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Twende mbele kwa upesi, tutaona bandari. Furahini, imbeni nyimbo zenu. Furahini, imbeni nyimbo zenu. Asante kwa sauti mzuri na wimbo mzuri ambayo inasema kwamba kuna dalili za kupambazuka. Na topic ya leo katika the last day events inasema when shall these things be? When shall these things be? Pius, ukisikia when ni nini nakuja katika mawazo yako? Time. Asante sana. Kwa hivyo katika chapter ya 3 cha kitabu cha the last day event inaweza kuuliza ya kwamba when shall these things be, na tunaona ya kwamba hao ni wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wanamuuliza Kristo kwamba unabii ambao aliweza kutoa kuhusu kuanguka kwa Yerusalemu, haya mambo yataweza kutukia lini? Na Yesu Kristo aliweza kuwapatia nabii aina mbili.
angeweza kuwapa picha moja ya kuanguka kwa Yerusalemu, kwa sababu hawakuwa wamejiandaa kimawazo kuyapokea. Kwa hivyo aliweza kuchanganya unabii wa kuanguka kwa Yerusalemu na katika ujio ama marejeo yake ya mara ya pili akaweza kuziblend zote pamoja na akawapa kama zimeshikana. Kwa hivyo unabii katika kitabu cha Mathayo 24 ni unabii pacha. Moja kwa moja tutaanza kusoma, sitakuwa mrefu sana, ila ningetaka tuweze kupata context ya hii topic. Na subtitle ya kwanza inasema the disciples ask Christ about his return. Yaani wanafunzi wanauliza Kristo kuhusu marejeo yake mara ya pili. Ningependa msomaji atuweze kusomea kitabu cha Mathayo 24 mstari wake ni wa pili. Naye akajibu akawaambia, Naam. hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kwa hivyo inaweza kutuambia, tunaona ya kwamba wanafunzi wa Yesu Kristo waliweza kumwonyesha majengo ya kanisa la Yerusalemu. Kulikuwa na lile hekalu ambalo liliweza kujengwa katika mji wa Yerusalemu, na kuonekana kwake kulikuwa ni kuonekana kuzuri. Ilikuwa imejengwa na the finest marble. Mawe yake yalikuwa makubwa na mengine yalikuwa yamepakwa dhahabu kutoka nje. Kwa hivyo ikipiwa na jua ilikuwa na muonekano mwingine mzuri sana. Wanafunzi wake walikuwa wanamwambia, unaona aje jengo ama hekalu ambalo liko katika mji wa Yerusalemu ya wakati ule. Akawaambia ya kwamba alitasalia jiwe hata jiwe juu ya jiwe jingine. Na hebu soma mstari wa 3. Yasema, Naam. hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, Naam. wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Asante. Kwa hivyo wakati Kristo anawaambia alitasalia jiwe juu ya jiwe lingine, wanafunzi wake waliweza kujua ya kwamba Kristo anaongelea kuhusu marejeo yake mara ya pili. Na wanafunzi wake ni kama walikadiria kwamba marejeo wa Kristo ungekaa katika labda maisha yao ama kipindi kifupi ambacho kingefuata. Lakini Kristo anaanzia kwanza na kuanguka kwa Yerusalemu. Na katika kuanguka kwa Yerusalemu, walimu waliweza kuona kuna ishara ambazo zilikuwa zimeanza kutokea. Kulikuwa na earthquakes, kulikuwa na njaa, kulikuwa na mitetemeko, kulikuwa na mauaji. Lakini walimu wa wakati ule kuliweza kutokea hata makristo uongo kabla Yerusalemu iweze kuanguka. Ndio maana Kristo anawaambia jilindeni hebu soma mstari wa 4. Mstari wa 4 nasema hivi. Naam. Yesu akajibu akawaambia, Naam. angalieni mtu asiwadanganye. 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, Naam. mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Asante. Kwa hivyo hata kabla ya kuanguka kwa Yerusalemu, makristo wengi waliweza kutokea. Kwa hivyo walikuwa wanaangalia ishara ambazo ziliweza kutokea kama earthquakes, famines, kuuana. Wakaanza kuambia watu ya kwamba ni kwa sababu Warumi wanatutesa, ama ni kwa sababu watu wanatesa watu wa Mungu ambao walikuwa ni Waisraeli wakati huo. Ndio maana hizi vitu zote zinatokea katika ama watu wanapigana. Manabii wa uongo aliweza kudanganya watu ni ya kwamba Kristo yuko karibu kukuja, kwa sababu walikuwa wamemkataa Kristo ambaye alikuwa ameshakuja. Walikuwa wanamtazamia Kristo mwingine ambaye ataweza kukuja. Kwa hivyo tutaanza kusoma hicho kitabu cha Last Day Events, na nitaanza na subtitle ya kwanza ambayo inasema Christ's words in Matthew 24 verse 2 had been spoken in the hearing of a large number of people, but when he was alone, Peter, John, James and Andrew came to him as he sat upon the Mount of Olives. Tell us, they said, when shall these things be, and what shall be the sign of their coming and at the end of the world? Yesu akiwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wanne waliweza kumwendea wakamuulize ni wakati upi ambayo mambo haya yote yatatokea na ishara za kuja kwake Yesu Kristo. Katika
topics ambazo zimefuata katika last day event, tumeweza kama chapter ya pili inasema signs of Christ soon return. Tuliweza kuziona hizo ishara. Ya kwanza ikiwa ni jua kufanya nini? Jua kutiwa giza. Ya pili ni mwezi ukawa mwekundu ama mwezi ulikuwa aje? Mwezi ukawa kama damu na jua likawa giza na nyota zikaanguka. Ni mwaka wa 1755 ndo jua ilikuwa mwaka gani jua likitiwa giza? 1755 ama 1780? 1755. 1780 ndipo mwezi uliweza kuwa mwekundu kama damu, alafu 1833 nyota zikaanguka. Kwa hivyo ishara zote ambazo Kristo aliweza kuziongea zimeweza kutimia. Sasa wanafunzi wako wanaweza kumuuliza hizi ishara ama when shall these things be? Haya mambo yote yatakuwa lini? Inaendelea kusema hivi, Jesus did not answer his disciples by taking up separately the destruction of Jerusalem and the great day of his coming. He mingled the description of these two events. Had he opened to his disciples the future events as he beheld them, they would have been unable to endure the sight. In mercy to them, he blended the description of the two great crises, leaving the disciples to study out the meaning for themselves. Yaani Yesu aliweza kuwapa taswira ya kuharibiwa kwa Yerusalemu na taswira ya marejeo yake mara ya pili. Ndio maana tunaona ya kwamba anawaambia kutakuja na makristo uongo. Kabla ya Yerusalemu iweze kuanguka, makristo uongo waliweza kutokea na akaweza kuwapatia taswira pia ya marejeo yake mara ya pili. Ndipo akawaambia ya kwamba jua litatiwa giza, mwezi utakuwa mwekundu kama damu na nyota za angani zitaweza kuanguka na nguvu za mbinguni zitatikisikwa. Na subtitle ya pili inasema hivi, time of Christ return not known. Sasa kuna wale watu wa time setting. Inasema hivi, many who have called themselves Adventists have been time setters. Time after time has been set for Christ to come, but repeated failures have been the result. Yaani kwa Waadventista wengi ama wana matengenezo kuweka wakati ambao Kristo ataweza kurejea tena mara ya pili, imekuwa ni kama ni jambo la kawaida katika Waadventista. Mtu anasema Kristo ni kama atakuja 2030. Kristo ni kama 2031 itapita. Ukiangalia saa hii hata Sunday law bado hakuna vitu, imebaki sijui miaka ni 3 ama 4 hiyo 2030 ifike. Sunday law bado. So ukiweka hizo vitu utapata kwamba ni uongo. Inaendelea kusema hivi, the definite time of our Lord's coming is declared to be beyond the ken of mortals. Even the angels who minister to those who shall be heirs of salvation know not the day nor the hour. Yaani wakati wa marejeo ya pili ya Yesu Kristo ni jambo ambalo limebaki kuwa fumbo hata kwa malaika. Kwa maana hata Yesu Kristo anasema ya kwamba hata yeye mwenyewe hajui ila Baba pekee ndo anajua. Yaani Kristo ataambiwa tu teremuka. Kristo na malaika na mwanadamu, hiyo siku ama hiyo wakati haiko katika uwezo wa, hiyo ni fumbo. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Yaani ni Mungu Baba mwenyewe ndiye anajua wakati ambapo ataweza kukamilisha historia ya ulimwengu huu. Inaendelea kusema hivi, we are not to know the definite time either for the outpouring of the Holy Spirit or for the coming of Christ. Yaani hata hatufai kujua wakati ambapo Roho Mtakatifu atamwagwa ama wakati wa rejeo wa Kristo, mvua ya baadaye. Why has not God given us this knowledge? Because we will not make right use of it if he did. Yaani anauliza kwa nini Mungu hajaweza kutupa hii hekima ya kujua marejeo ya pili ya Yesu Kristo? Ni kwa sababu akiweza kutupa, wengi wetu tutalala. Kwa mfano Peter, ukiweza kujua ya kwamba Kristo atarudi 2040, tutakupata hapa next Sabbath.
uweze kuja. Utaanza kukuja 2038 ndio utaanza kurejea tena kanisani. Kwa hivyo hapa katikati tutakuwa na biashara nyingine. Inaendelea kusema hivi, a condition of things would result from this knowledge among our people that would greatly retard the work of God in preparing a people to stand in the great day that is to come. We are not to live upon time excitement. You will not be able to say that he will come in 1, 2 or 5 years. Neither are you to put off his coming by stating that it may not be for 10 or 20 years. Yaani hufai kusema ya kwamba Kristo anaweza kuja miaka 5 kutoka sasa hivi, ama miaka 3 ama miaka 10. Hiyo hufai kabisa. Wewe kitu ambacho unafaa kulinda ni roho yako na utengeneza mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Inaendelea kusema hivi, we are nearing the great day of God. The signs are fulfilling, and yet we have no message to tell us of the day and hour of Christ appearing. Yaani tunaendelea, yaani vile tunavyoendelea kuamka kila siku, tunaendelea kukaribia siku ya marejeo ya pili ya Yesu Kristo. The Lord has wisely concealed this from us, that we may always be in a state of expectance and preparation for the second appearing of our Lord Jesus Christ in the clouds of heaven. Yaani hii hekima imeweza kuondolewa kwetu ili tuweze kujiandaa vilivyo, kwa ajili ya marejeo ya pili ya Yesu Kristo. The exact time of the second coming of the Son of Man is God's mystery. Yaani urejeo wa Yesu Kristo mara ya pili ni fumbo la Mungu. Yaani ni Mungu ameweka hiyo. Hii hawezi kumwambia mwanadamu hata malaika. Ours is not a time setting message. Ours is not a time setting message. Yaani ujumbe wetu sio wa time setting. Ndio Adventista wa kwanza waliweza kukejeliwa sana kwa sababu nabii ambao waliweza kutoa kwamba Kristo angerejea mara ya pili mwaka wa 1844 uliweza kuanguka. Tunaweza kujua ama tunafahamu nini kiliweza kutokea. Inasema hivi subtitle, we are not of that class who define the exact period of time that shall elapse before the coming of Jesus, the second time with power and great glory. Some have set a time, and when that time has passed, their presumptuous spirits have not accepted rebuke, but they have set another time. But men's successful failures have stamped them as a false prophets. Yaani kuna wengi ambao wanaendelea kuweka wakati ambao Kristo anaweza kukuja. Wanaenda katika Biblia, wanaleta ile miaka yote tangia kina Adam, wanaikalculate na wanapata ya kwamba miaka 6,000 inafaa kuisha, mfano 2031 ama 2030. Sasa wanasema ya kwamba juu Mungu ikifika ni mwaka wa 7 ama siku ya 7 kwa Mungu lazima kukuwe na sabato. Wanasema sasa hiyo the millennium inafaa ianze. Sasa wanasema 2031 kwenda mbele ni millennium, na Kristo angekuwa ama atakuwa ameshakuja. Inaendelea kusema hivi, God gives no man a message that it will be 5 years or 10 years or 20 years before this earth's history shall close. Yaani Mungu apeangi mwanadamu yoyote ya kwamba katika miaka fulani na fulani historia ya ulimwengu inaweza kufungwa. Hiyo Mungu aweze kufanya kwa sababu tutalala. Time setting leads to unbelief. Time setting leads to unbelief. Because the times repeatedly set have passed, the world is in more decided state of unbelief than before in regard to the near advent of Christ. They look upon the failures of the time setters with disgust, and because men have been so deceived, they turn from the truth substantiated by the word of God, that the end of all things is at hand. Yaani kadri tunavyoendelea kuweka time setting, tunaendelea kuwa imani ya wengine. Kwa mfano ukiweka nikisema sasa nianze kuhubiri ya kwamba Kristo atarudi 2030, hiyo 2030 ikifika na Kristo asiweze kurejea,
wale ambao nilikuwa nahubiria ama wenye wangeniamini wangeniona kama mimi ni nabii wa uongo, na hivyo imani yangu si ya kweli. Kwa hivyo time setting leads to unbelief. There will always be false and fanatical movements made by persons in the church who claim to be led of God. Yaani dada wetu anasema ya kwamba lazima kutakuwa na fanatical movement na zitakuwa za uongo ambazo zitakuwa zimetengenezwa kanisani, na watakuwa wanakiri ya kwamba wanaongozwa na Mungu. Kuna wale extremist watakuwa wanafuatiliza vitu wanaziweka hadi watu wa Mungu wanaziona ya kwamba ni sawa. Dada wetu anasema watakuwa na ni wa uongo. Those who will run before they are sent and will give day and date for the occurrence of unfulfilled prophecy. The enemy is pleased to have them do this, for their successful failures and leading into false lines cause confusion and unbelief. Yaani hata shetani anafurahia wakati anaona makundi kama haya kanisani, ama makundi ya time setting, akiangalia hivi anaona kwamba nyinyi ni watu wa time setting, mnampatia furaha, kwa sababu anajua mwishoe kutakuwa na kuchanganyikiwa na kutoamini. No time prophecy beyond 1844. Yaani hakuna unabii wa muda ukipita kipindi cha 1844. No time prophecy beyond 1844. I plainly stated at the Jackson's camp meeting to these fanatical parties that they were doing the work of their adversary of souls. They were in darkness. Yaani wakiwa katika camp meeting ya Jackson, aliweza kuongea na hawa, ama aliweza kurejelea to some fanatical parties ambazo zilikuanga, akiwaambia kwamba ya kazi ambayo wanafanya ni ya yule mwovu shetani. They claimed to have great light that probation will close in October 1884. Yaani waliweza kutasema wakasema ya kwamba mlango wa rehema ungefungwa mwaka wa 1884. They are stated in public that the Lord had been pleased to show me that there could be no definite time in the message given of God since 1844. Lakini dada wetu aliweza kuonyesha ya kwamba kupita mwaka wa 1844 kuendelea hakuna time prophecy, ama hakuna ujumbe wowote ama habari yoyote ya inayohusu ama inayohusikana na muda ama time setting. Our position has been one of waiting and watching with no time proclamation to intervene between the close of the prophetic periods in 1844 and the time of our Lord's coming. Yaani sehemu yetu sisi ni kungoja na kujiandaa vilivyo. Ellen White expected Christ's return in her day. Yaani hata dada White alikuwa anajua ya kwamba Kristo ataweza kurejea katika siku yake. Dada White mwenyewe alikuwa na expected Kristo aweza kurejea katika kipindi cha uhai wake. Inasema hivi, I was shown the company present at the conference. Yaani aliweza kuonyesha watu ambao walikuwa kwa hiyo conference, said the angel, some food for worms. Food for worms inamaanisha aje? Watakufa na watakuwa chakula cha alionyesha wenye walikuwa katika hiyo conference ya kwamba wengine watakuwa ni food for worms, wengine some subjects of the 7 last plagues, wengine watapigwa na the 7 last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. Yaani akaonyesha hata wengine watakuwa among the 144 ama wenye watakuwa wamesalia kukuwa translated wakati Kristo ataweza kukuja. Dada wetu mwenyewe aliweza kupata hayo maono, lakini tunajua ya kwamba Adventist aliweza kukataa ukweli ambao waliweza kupewa, ambao ulikuwa uenezwa katika mwaka wa 1888 na ujumbe wa justification by faith. Because time is short, we should work with diligence and double energy. Our children may never enter college. Yaani dada yetu aliweza kuona alijua ya kwamba Kristo angerejea wakati wake, hata alikuwa anahimiza maybe watu ama vile hapa inasema because time is short we should work with diligence and double energy. Yaani afanye na nguvu mara mbili. Our children may never enter college. It is really not wise to have children now. Unaona?
Hiyo vitu za time setting, vitu zina mali zinapeleka watu. Ninakwambia hata ufai hata kuwa na familia, usioe. Inaendelea kusema hivi, time is short, the perils of the last days are upon us, and the little children will be largely swept off before this. Yaani hata watoto wakizaliwa maybe watakufa before ya urajo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo ilikuwa ni encouraging, ama watu waliweza kuwa encouraged hata wasizae, wasipeleke watoto mashule kwa sababu ya time setting. In this age of the world, as the scenes of the earth's history are soon to close, and we are about to end upon the time of trouble, such as never was, and the fewer the marriages contracted, the better for all, both men and women. Ana ukifanya time setting, mambo na familia itakuwa ime compromise. The delay explained, yaani kile ambacho kinafanya Kristo asiweze kukuja sasa hivi kimeweza kuelezewa. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the master should come, so many will be found unready. Phyllis, Kristo akiweza shuka saa hii, uko na uhakika? Uko umefanya matengenezo kabisa yenye Kristo akishuka saa hii, uko sure? Tunaelezea ya kwamba the 144 ni wala hata ambao wahitaji kuomba msamaha wa dhambi, watakuwa kama Kristo. Umefika hapo mahali ufai kuomba hata msamaha wa dhambi Kwa hivyo kitu ambacho kinafanya Kristo asiweze kuja saa hii, anatazama watu wake, anapata ya kwamba hatuko tayari. Inaendelea kusema hivi, had the church of Christ done her appointed work as the Lord ordained, the whole world would before this have been warned, and the Lord Jesus would have come to earth in power and great glory. Tungeweza kufanya kazi ambayo Kristo aliweza kutupa, Kristo angekuwa kuja mara ya pili. Tungeweza kujiandaa vilivyo, Kristo angeweza kukuja kitambo sana, lakini kwa sababu hatuko tayari, shetani yeye ako tayari na mitego zake ameziweka ziko tayari, na anajua ya kwamba yeye hana muda, kwa hivyo yeye amejiandaa, ako tayari. Ni Mungu anangojea watu wake wafanye maamuzi. Mungu anangojea idadi ziweze kutimia. Kuna idadi ambazo Mungu anazingojea zikitimia hivi, sijui kama tutakuwa huko. Hiyo ni vitu ambazo tunafaa tujioje nazo, kama tutakuwa katika hizo records ama idadi ambazo Mungu anahitaji ziweze kukamilika, ndipo aweze kurejea. Thus it has always been presented to me, it is true that time has continued longer than we expected in the early days of this message. Yaani dada wetu aliweza kuendelea kuambia ya kwamba ni kweli ya kwamba muda umeendelea kuwa mrefu zaidi tangia wajue ujumbe wa malaika watatu. Our Savior did not appear soon as we hoped, but as the word of the Lord failed, never. It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike conditional. Yaani promises za Mungu zinakuanga conditional. Tukitazama hata Waisraeli, Mungu alikuwa anawapatia promises conditionally. Anawaambia kama mkifanya hivyo, mkinisikiza, nitawapa hii na hii. Mkishika sabato, msihalifu, mfanya nini, nitawapa hii na hii. Na walipoacha, Mungu aliachana na wao. Kwa hivyo promises za Mungu zinakuanga conditionally. Kwa hivyo hata sisi, kitu ambacho kinafanya Kristo hajaweza kurejea ni kwa sababu hatujatimiza wajibu wake ambao aliweza kutuachia. Na juu Mungu promises zake ziko conditional, hatujaweza kufikia hiyo condition. Kwa hivyo Kristo haina budi achelewe. What Christ is waiting for? Christ is waiting with the longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Nani Kristo anangojea aone mfano wake katika kanisa, aone watu ambao wanajituma vile alikuwa anajituma, aone watu ambao wanajinyima vile alikuwa anajinyima, ndipo aweze kurejea. Kristo akiweza kuona, akiweza kujiona yeye mwenyewe kanisani, hana budi kukuja.
It is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. Where all who profess his name bearing fruit to his glory, how quickly the whole world will be sown with the seed of the gospel. Quickly the last great harvest will be ripened, and Christ will come to gather the precious grain. He has put it in our power through cooperation with him to bring this scene of misery to an end. Yani ujumbe na vitu vyote ambavyo vinahitajika ili Kristo aweze kuja vimewekwa katika mikononi mwetu ama kwa nguvu zetu. Kwa hivyo sisi ndio tuko na maamuzi. Tukiendelea kudelay, labda wengine watakuja wapite, watuache kama tumesimama, na idadi hizo ambazo Mungu anataka anazihitaji zikiweza kukamilika, basi Kristo ataweza kurejea. A limit to God's forbearance. With unerring accuracy, the Infinite One still keeps an account with all nations. While his mercy is tendered with calls to repentance, his account will remain open. But when the figures reach a certain amount, which God has fixed, the ministry of his wrath commences. Yaani kuna idadi ambazo Mungu ameweza kuziweka. Anajua ya kwamba nikipata watu fulani na fulani, basi historia ya ulimwengu itakuwa imeisha. Na akiangalia watu wake, anaona bado hatuko tayari, na hivyo hiyo idadi bado haijaweza kutimia. Na hiyo idadi ikiweza kutimia, hasira ama ghadhabu ya Mungu itaweza kuachiliwa. God keeps a record with the nations. The figures are swelling against them in the books of heaven. And when it shall have become a law that the transgression of the first day of the week shall be met with punishment, then their cup will be full. Yaani Mungu anaendelea kuangalia mataifa. Anaona ya kwamba the figures are swelling against them in the books of heaven. And when it shall have become a law that the transgression of the first day of the week shall be met with punishment, then their cup will be full. Hapa anaongelea kuhusu Sunday law, wakati ambapo Sunday law itaweza kutangazwa, kikombe kitakuwa kimejaa na ghadhabu ya Mungu itaweza kufuata. God keeps a reckoning with the nations. When the time fully comes that iniquity shall have reached the stated boundary of God's mercy, his forbearance will cease. When the accumulated figures in heaven's record books shall mark the sum of transgression complete, wrath will come. While God's mercy bears along with the transgressor, there is a limit beyond which man may not go in sin. Yaani, hata kama Mungu ako na huruma mingi, kuna mahali ambapo mwanadamu hafai kupita katika kufanya dhambi. Kwa hivyo Mungu ameweka limit. Kikombe kikianza kujaa, na tumeambiwa ya kwamba kitajaa wakati Sunday law ambapo itatangazwa, ndipo Ufunuo 14 mstari nadhani ni wa 8 utaweza kukamilika. Ikikamilika hivi, basi ghadhabu ya Mungu itaweza kuachiliwa. When that limit is reached, then the offers of mercy are withdrawn and the ministration of judgment begins. There is a limit beyond which the judgments of Jehovah can no longer be delayed. Yaani kuna mahali itafika ambayo tumeambia kutoka hapo juu ya kwamba ni during the announcement of the Sunday law. Ikifika hapo hivyo, sasa hapo Mungu hawezi ongoja tena, kwa sababu tunasoma dada White aliweza kuonyesha ya kwamba kuna malaika ambaye ako na kazi ya kufanya sealing inaendelea. Hata alionyesha kwamba huyo malaika aliweza kurejea mbinguni akiwa na kalamu, akaambia Yesu Kristo ya kwamba kazi ambayo ulinipa ya kupiga watu muhuri imeisha, na Kristo aliweza kuachilia sensa na kazi yake ikaisha, na the most holy place ikajaa na uvumba mwingi. Kwa hivyo kazi ya Kristo itaisha in the holy place, in the most holy place, itaisha during the announcement of the Sunday law. Inaendelea kusema hivi, transgression has, hiyo ni subtitle nyingine, transgression has almost reached its limit. Time
time will last a little longer until the inhabitants of the earth have filled the cup of their iniquity. And then the wrath of God, which has so long slumbered, will awake, and this land of light will drink the cup of his unmingled wrath. Yaani tunaambia ya kwamba dhambi ambayo tumefanya iko karibu kujaa kikombe. The cup of iniquity is nearly filled, and the retributive justice of God is about to descend upon the guilty. Yaani wale wenye dhambi, kuna ghadhabu ya Mungu ambayo inakuja, na hiyo ghadhabu iko karibu kujaa. Tukiangalia katika nchi ya Marekani, rais wa Marekani anaendelea kuandaa, anasema ya kwamba atarejeza Ukristo katika nchi ya Marekani. Ataweza kushikanisha Ukristo na serikali ziweza kufanya ibada inavyofaa. Na tunajua ya kwamba hiyo ikifika ama ikimachua kabisa, basi Ufunuo 14 mstari wa 8 utakuwa umekamilika, na ghadhabu ya Mungu ndio itakuwa ikifuata. We should keep the great day of God before our minds. We must educate ourselves to be thinking and dwelling upon the great sins of the judgment just before us, and then, as we keep the secrets of the great day of God before us, when everything will be revealed, it will have an effect upon our character. It will have an effect upon our character. Samahani kidogo. Inasema hivi, we must educate ourselves to be thinking and dwelling upon the great sins of the judgment just before us, and then, as we keep the sins of the great day of God before us, and everything will be revealed. It will have an effect upon our character. Our brother said to me, Sister White, do you think the Lord will come in 10 years? What difference does it make to you whether he shall come in 2, 4, 10 years? Yaani kuna jamaa hapa aliweza kuuliza dada White ya kwamba kama kuna ufahamu wowote kama Mungu ama Kristo angeweza kurejea within 10 years. Sasa dada White anamuuliza ikiwa atakuja in 10 years utafanya nini? Kama how are you, mbona uko concerned na hiyo? Inaendelea kusema hivi, why, said he, I think I could do differently in some things than I now do if I knew the Lord was to come in 10 years. I think I will do differently in some things that I now do if I knew the Lord was to come in 10 years. Yaani huyo jamaa aliweza kusema ya kwamba angejua ya kwamba Mungu angekuja in 10 years, kuna mambo ambayo angeweza kufanya vile angeyafanya. What will you do, said I. Why, said he, I will sell my property and begin to search the word of God and try to warn the people and get them to prepare for his coming, and I would plead with God that I might be ready to meet him. Unaona sasa kuna uongo. Atakuwa anahubiri kwa sababu anajua ya kwamba Mungu atakuja in 10 years, lakini kama akiambiwa in 100 years hatakuwa anahubiri. Kwa hivyo tumeona sababu kubwa ambayo Mungu ameweza kutoa hekima ya wakati katika maarifa yetu. How selfish was the expression that he will deliver a different life if he knew the Lord was to come in 10 years. Why? Enoch walked with God 300 years. This is a lesson for us that we shall walk with God every day, and we are not safe unless we are waiting and watching. Yaani Daudi hata aliweza kujiuliza kama Enoch aliweza kutembea na Mungu miaka 300 hadi akapelekwa mbinguni, lakini yeye anataka in 10 years ajue wakati Mungu atakuja ndo aanda uze shamba yake aanze kuhubiri. Na watu kama hao ndio waliweza kutolewa kipindi cha 1844 during the Great Disappointment. Great Disappointment ilikuja iondoe watu kama hao kutoka kundi la akina White, watu ambao wanahubiri because wamesikia kwamba Kristo anarejea. When we shall stand with the redeemed upon the sea of glass, with harps of gold and the crowns of glory, and before us the unmeasured eternity, we shall then see our short of the waiting period of probation. Yaani wakati ambapo tutasimama katika bahari ya the sea of glass, ndipo tutaweza kuona
kipindi ama tutaweza kuona vile kipindi kilikuwa kifupi, kipindi ambacho tulikuwa tunangojea vile ambavyo kilikuwa kifupi. Asante sana kwa usikivu mwema. Hilo ndilo fundisho nilikuwa nalo la The Last Day Events chapter 3. Kama kuna kuongeza ama swali, tuna dakika 2 pekee kwa swali ama kuongeza. Asante. Kwanza nashukuru kwa hilo fundisho. Kwa kweli tumeona kwamba after 1844 hatufai kuwa na muda tena. Kwa hivyo hatuwezi tukasema ya kwamba Mungu labda anaweza akakuja 2030, 2031. Kwa hivyo tunapoona watu ambao wanafanya mambo kama hayo, maandiko yamesema ya kwamba hawajaongozwa na Mungu na tunafaa kuepukana na pamoja na wao. Kwa kuongeza kwangu, nilikuwa nataka niongeza hapa mahali ambapo wanafunzi wa Yesu wanauliza Yesu aweze kuwaelezea jinsi mambo yatakavyokuwa katika kipindi cha mwisho. Lakini tunaona ya kwamba Yesu hajaweza kujibu maswali ya wanafunzi wake yote, bali amewajibu tu swali moja, ameanza kuwapa dalili. Na tunaona ya kwamba dada Ellen White amesema ya kwamba unaposoma hiyo LDE 32.2 hapo chini imesema ya kwamba in mercy to them he blended the description of the two great crises, leaving the disciples to study out the meaning for themselves. Kwa hivyo Yesu aliacha kujibu swali moja kwa makusudi kwa wanafunzi wake ili kwamba waende kujitafutia wenyewe. Kwa hivyo hata kipindi chetu tunafaa hata sisi pia kuna mambo ambayo Mungu ameyaruhusu yawe jinsi yalivyo ili kwamba tuzidi kujitafutia sisi wenyewe. Ndio tunaona ya kwamba hata maisha ya Yesu Kristo alipokuwa duniani alikuwa anatumia mifano, lakini wale ambao walikuwa wanamuendea baadaye ili kumuuliza maana ya ile mfano walikuwa wanafaidika. Ndio tunaona hata yule ambaye alikuwa anaitwa Nikodemu alienda usiku kuulizia kila ambacho Yesu alikuwa anamaanisha. Alikuwa anamuuliza jinsi ambavyo kila ambacho atafanya ili aweze kupata uzima wa milele. Na tunapoona katika kipindi chetu kuna mambo ambayo tumekuwa tukiangalia, hasa kile kitabu ambacho tumeambiwa tuweze kusoma cha Daniel and Revelation. Tunapokiangalia pia kuna mambo ambayo ni mengi yanakinzana labda na Biblia, yanakinzana na roho ya unabii. Na Mungu amesema kwamba tuweze kusoma hicho kitabu. Sasa ni jukumu letu tuweze kuchukua muda katika kusoma. Labda Mungu ameweza kuruhusu mambo yawe hivyo, ndio sisi kama binadamu tuweze kuyapitia, tuweze kusoma ili tuweze kuelewa nayo. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika kipindi hiki tuwe ni watu ambao tunachunguza maandiko, tuweze kujua mapenzi ya Mungu. Asante. Asante. Kuongeza na mpita. Asante. Wakati tulikuwa tunasoma kuna hapo katika 38.2 inasema kwamba had the Church of Christ done her appointed work as the Lord ordained, the whole world would before this have been warned, and the Lord Jesus would have come to our earth in power and great glory. Kwa hivyo tunaona kwamba kama kanisa lingefanya kazi ambayo lilipewa lifanye, Yesu angekuwa amerudi. Kwa hivyo sisi kama kanisa, maana kanisa sio mfumo ama jengo, wewe na mimi ndio kanisa. Kama ungefanya kazi kuanzia sasa ama kuanzia wakati ambapo ulisikia ujumbe, kama ungefanya kazi ama ukifanya kazi ambayo umepewa ufanye, basi ulimwengu kwa muda mchache utakuwa umeonywa na Kristo atakuwa amerudi. Asante. Asante. Kwa hivyo ningedhani ya kwamba tuweze kumalizia hapo, tuweze kufanya ombi kwa sababu ya muda. Na nawahimiza sana muweze kukisoma kitabu hiki cha Last Day Events. Ni kitabu kifupi na ni kitabu kizuri. Kwa hivyo tuweze
kufanya ombi kwa sababu ya muda. Tuamini na tuombe. Asante Mungu Baba uliye juu mbinguni kwa fundisho mzuri ambalo tumeweza kujifundisha siku ya leo. Mungu, kuwa nasi ya Mungu, endelea kutubariki. Na Mungu tusaidie tusiwe watu wa kuweka wakati wa urejeo wa Yesu Kristo. Mungu, endelea kutubariki, endelea kuwa nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.